Leo ndo tarehe 15 mzee wangu. Tumepokea album 3 kwa pamoja kutoka kwa rapper Drizzy Drake, The Champagne Poppin'. Na hii inaweka historia katika ulimwengu huu wa kustream. Na generally by the way, wakuwa msanii na hisi wa kwanza bae ametoa album 3 kwa wakati mmoja. Na izungumzia Iceman, kuna Habibti pamoja na Maid of Honor au sio bana, tu ambayo inahesabiwa kuwa moja kati ya surprise kubwa zaidi kuwahi kutokea kwenye muziki wa Drake. Of course wote wajua unafuatia project yake ya Iceman ambayo unajua ilikuwa na drama nyingi sana hapa katikati. Namna alivyokuwa anaipromote ile tarehe ya kutoka kwa album ilikuwa kwenye mabarafu imefichwa hivi katikati. Watu wakajitafuta streamer mmoja kutoka Toronto pale akawa ameipata, akawaambia washikaji kwamba 15 Mei inatoka rasmi. Lakini Drake pia akaanza na episode za live stream ya Iceman. Alitoa ya kwanza, ya pili, kwenye ya 3 ndo akatujuza kwamba baada ya Iceman episode ya 4 kwenye live stream yake basi angekuja na album 3 kwa pamoja, na aka-review pia majina yake ambayo yalichapishwa kwenye majukwaa yake ya Instagram na vitu kama hizo. Ndani of course kuna majina makali, kuna Future, kuna 21 Savage, kuna Central C, kuna Party Next Door, kuna Sexy Red pamoja na wengine kibao. Kwa jumla of course hizo album zina ngoma 43 kwa pamoja. Iceman yenyewe unaisikiliza kwa dakika 69, lakini Maid of Honor unachukua dakika 45 kuisikiliza, na Habibti unaisikiliza kwa dakika 36 ikiwa na track 11. So jumla unahitaji masaa 2 na dakika 33 kusikiliza hizi album 3 za mtu mzima Drake. Of course kuna album yake ya 9, ya 10 na ya 11. Imetoka chini ya OVO pamoja na Republic Records ambayo iko chini ya UMG. Watu wanahoji kwa sababu gani zimekuja 3 kwa usiku mmoja. Sababu kubwa ni Jomba inaonekana anataka kumaliza mkataba wake na Universal Music Group na kuwatosa kabisa, kwa sababu mkataba wake ulikuwa bado unamdai album 3. Ashaingia mgogoro na UMG baada ya No Like kazi ya Kendrick Lamar. Kuna kesi alikuwa nayo, jamaa kuona kama alitukanwa, vilikuwa vitu personal sana. Lakini baadaye kesi akawa ameshindwa, kwa akaona tumalize album 3 alafu nimalizane kabisa na nyinyi. Sio la vizuri. Na yeye anataka kumaliza kwa haraka sana. Kuna baadhi ya athari ambayo kutoka kwa hizi album zimeleta kwenye baadhi ya majukwaa. Unaambiwa mtandao Spotify au sio bana, unaonekana kuwa na hitilafu kwa baadhi ya watumiaji baada ya mtu mzima Drake wameachia hiyo mizigo yake yote. Na watumiaji wengi of course waliingia kwenye mitandao ya kijamii na kueleza matatizo ambayo wanatumia, huku pia hashtag zikimhusu Drake zikianza kutrend duniani kote. Sasa kwa mujibu wa Down Detectors, watu wengi mtandao wanasema kwamba maelfu ya malalamiko yalirekodiwa ndani ya dakika chache sana kuhusiana na Spotify pamoja na Apple Music. Huku baadhi ya mashabiki wakisema kwamba mfumo ulikuwa ukisumbua kila walipojaribu kusikiliza project hizi mpya za mtu mzima Drake. Na wachambuzi wa muziki wanasema kwamba hatua ya Drake toa hizo album 3 kwa wakati mmoja inaweza kuwa moja kati ya release